Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa majina naitwa Maliki S. Marupu. Marupu ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na siasa katika nchi ya Tanzania. Kiukweli nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na uamuzi wake aliofanya wa kumteua Mheshimiwa Deo Ndejembi kuwa makamu wa rais, ama kuwa mtu ambaye amependekezwa kushika wadhifa wa makamu wa rais. Hii ni kutokana na kujiuzuru kwa aliyekuwa makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi. Kimsingi mimi ninaweza kuzungumzia kwenye eneo moja tu. Eneo ambalo naweza kulizungumzia ni kwamba kwa kweli Watanzania wengi hasa ambao tunatokana na Chama cha Mapinduzi tulipatwa na mshtuko mkubwa sana, ambapo mara baada ya Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kumteua Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa katibu wa Chama cha Mapinduzi na baadaye kumteua kuwa mgombea mwenza, na baadaye baada ya uchaguzi mgombea mwenza anakwenda kushika wadhifa wa makamu wa rais. Tulipatwa kigugumizi kwa sababu ni swala la maamuzi binafsi katika masuala ya uteuzi wa nafasi ya mgombea mwenza katika kiti cha urais, lakini kitakwimu mimi nilikuwa naona kulikuwa kuna shida eneo kitakwimu. Ikumbukwe kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi ameanza kufanya kazi ndani ya Chama cha Mapinduzi kama mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana ambapo alianza kushika wadhifa huo mwaka 1998, na katika vipindi viwili vyote alivyoviongoza Dr. Emmanuel Nchimbi vilikuwa ni vipindi vya migogoro sana. Na ikumbukwe kwamba mtu wa kwanza kabisa kuingia naye kwenye mgogoro Dr. Emmanuel Nchimbi alikuwa ni Nape Moses Mnauye. Na watu wameshasahau kulikuwa kuna sakata kubwa sana kati ya Moses Nape Mnauye pamoja na Emmanuel Nchimbi juu ya ukosoaji mkali wa namna ambavyo Jumuiya ya Vijana ilikuwa ikiongozwa, na hasa katika mchakato ambao aliufanya Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Vijana kubadilisha kanuni za umoja wa vijana ili kumpa sifa ya kuendelea kuongoza nafasi ya umwenyekiti wa vijana kwa awamu ya pili, ambapo kiumri alikuwa anaonekana kabisa kwamba alikuwa hana sifa ya kuendelea kuongoza, lakini alibadilisha kanuni za umoja wa vijana wakati wote kitambulika kama katiba ili aweze kupata sifa ya kuendelea. Kwa hiyo mimi kwa kiashiria hicho kilikuwa kinanipa mashaka sana kwamba hata angekuja kushika kiti cha urais, maana yake angeweza kubadilisha katiba ili aweze kupata muda wa kuendelea kuongoza nchi tena, kwa sababu alishawahi kufanya jambo hilo kwenye jumuiya. Lakini jambo la pili ni swala la rekodi zake za uwajibikaji katika nyadhifa za uteuzi katika ngazi za kisiasa. Dr. Emmanuel Nchimbi alikuwa mbunge wa Songea mjini mwaka 2005, na mwaka 2006 mwezi Januari Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alimteua kama naibu waziri wa habari, utamaduni na michezo. Alipofanya kazi pale alihudumu kwa kipindi cha miezi kama 8 tu. Aliteuliwa mwezi Januari, mwezi Oktoba akawa ametolewa kwenye ile wizara kutokana na Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa na migogoro na waziri wake, kuwa na migogoro na katibu mkuu na naibu katibu mkuu na watendaji wa wizara. Kwa hekima na busara za Mheshimiwa Rais Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu, aliamua kufanya mabadiliko ya kumbadilisha mtu mmoja tu. Hakubadilisha manaibu waziri wengine, alimbadilisha yeye ili kumrescue kutokana na migogoro mikubwa aliyokuwa nayo kwenye wizara ya habari, michezo, utamaduni na michezo. Ikamlazimu ambadilishe, amtoe, ampeleke kuwa naibu waziri wa kazi, ajira na vijana mwaka huo 2006. Ile wizara alihudumu kwa kipindi cha mwaka mmoja na miezi 8. Napo kukaa kuna migogoro kati ya Dr. Emmanuel Nchimbi akiwa na itirafu kubwa baina yake yeye na katibu mkuu, naibu katibu mkuu, yeye pamoja na waziri wake na watendaji wa wizara, wakashindwana. Dr. Kikwete akaona hapa nafanyaje? Yani alihudumu mwaka 2016 mpaka 2006 mpaka 2008. Dr. Kikwete kabidi amuhamishe, akamtoa wizara ile akampeleka kuwa naibu waziri wa wizara ya ulinzi na kujenga taifa. Katika wizara ile nayo alihudumu kama naibu waziri kwa kipindi
cha mwaka mmoja na miezi 9, na mara baada ya kumaliza muda wake mwaka 2010 ulipofika wakati wa uchaguzi, Dr. Kikwete ikabidi ampandishe, amgroom kwa kumpandisha wadhifa, akamteua kuwa waziri kamili. Akaona kwamba huyu mtu amefanya kazi kama naibu waziri, alikuwa akigombana na watu sana kwenye wadhifa wa naibu waziri, labda nimpandishe cheo kuwa waziri kamili, labda huku atafanya vizuri sana. Akamteua kuwa waziri mwaka 2010 baada ya uchaguzi mkuu kuisha. Dr. Kikwete akamteua kuwa waziri wa habari, utamaduni na michezo. Akahudumu pale ndani ya miaka miwili tu. Kukaa kuna mgogoro mkubwa sana kati ya Dr. Nchimbi pamoja na watendaji wa wizara, pamoja na jukwaa la hariri, pamoja na vyombo vinavyosimamia maslahi na stahiki za waandishi wa habari. Wakawa na mgogoro mkubwa mpaka vyombo vya habari vikatangaza kutokufanya kazi na serikali na wizara ya michezo kutokana na mgogoro kati ya Dr. Nchimbi pamoja na waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais kwa hekima na busara, Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete akamuhamisha, akamtoa kwenye wizara ya habari, utamaduni na michezo, akampeleka kuwa waziri wa mambo ya ndani, ambapo pale hakumaliza hata mwaka, yani alihudumu muda wa miezi tu, ndio katokea sakata lile la operation Tokomeza, ambapo watu walioteuliwa kwenda kufanya operation ile walifanya matukio ya kuzuru, kujeruhi na kusababisha vifo kwa watu wasiokuwa na hatia kwa tuhuma za kuhusishwa na kufanya biashara meno ya tembo. Kwa ukiangalia kwa hizi rekodi za kisiasa, unaona kabisa kwamba by nature alikuwa ni mtu ambaye alikuwa kila maeneo aliyokwenda kufanya kazi basi palitokea itilafu ya migogoro ya kisiasa na kutokuelewana na watendaji wake wa kazi, na palikuwa na migogoro katika maeneo yote ambayo amefanya kazi. Kwa mwisho, kwa conclude, niseme tu kwamba hata wadhifa wa makamu wa rais, kiukweli tuliona mwenendo wake wa namna alivyokuwa akifanya kazi ya makamu wa rais. Unaona kabisa alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi ya harakati badala ya kuwa mtumishi wa kumsaidia rais na vyombo vilivyopo kuhakikisha kwamba serikali inapiga hatua, inatekeleza majukumu ya wananchi na tunatatua changamoto za msingi zinazowahusu wananchi. Kwa kweli, kwa kiasi kikubwa mwenendo wake umemsababisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kumtengua kwenye huo wadhifa. Niseme kwa kukonkurudi kwa kusema, katika maisha ya siasa na uongozi, muheshimu sana mtu anayekuteua wadhifa wa makamu wa rais, mtu anayekuteua ukatibu mkuu, mtu anayekuteua uwaziri, mtu anayekuteua ukuu wa mkoa, mtu anayekuteua ukatibu mkuu, unaibu ukatibu mkuu, unaibu waziri. Mtu huyo ni wa kumheshimu sana, kwa sababu amekuthaminisha katika jumuiya ya Watanzania milioni 65. Amekuona wewe ni wa thamani zaidi katika miongoni mwa watu 65. Lazima umheshimu, lazima uthamini thamani ya heshima aliyokupa. Nilichokiona kwa Dr. Emmanuel Nchimbi, hakuheshimu thamani ya rais aliyompa ya kumteua kwa makamu wa rais ili amsaidia majukumu ya ngazi ya urais, isipokuwa yeye alikuwa anajitoa na kujitofautisha na serikali, akiwa anafanya kazi kama mtu binafsi kwenye serikali na mtu wa pili kwa ushauri na maamuzi katika nchi. Lakini pia tumepata darasa kwa vijana na viongozi wanaoongoza nchi kwamba unapopewa madaraka lazima uheshimu watu waliokudhamini na kukupa heshima hiyo. Unapoteuliwa unapata wapambe wengi sana wanaokuunga mkono, lakini unapotumbuliwa wapambe wote wanaondoka na wanakukimbia, wanaenda kwa mtu ambaye aliyeteuliwa mbadala wako. Nitoe wito kwa vijana, nitoe wito kwa Watanzania kuheshimu mamlaka ya teuzi na tusilimbuke na madaraka pale tunapoteuliwa kwenye nyadhifa tofauti, kwa sababu madaraka yakikutoka hata watu waliokuzunguka pia wanakutoka. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.